Mimi nafurahi sana. Lakini furaha yangu inaendana na kilio. Unalia? Ukiangalia hapo namna ambavyo Alikamwe anazungumza kitu ambacho of course kimewaumiza mashabiki wengi wa Simba, kwa sababu wakati ambao Ahmed Ally analia siku ile alikuwa analia kwenye mchezo kati ya Al Masry dhidi ya Simba, na ilikuwa ni kwenye mikwaju ya penalty. Sasa kwenye ile mikwaju ya penalty ilikuwa ni wakati ambao Simba tayari walikuwa wanaenda kucheza mikwaju ya penalty, lakini kwa ni nafasi ambayo walikuwa wanapambana waweze kuenda hatua ya robo finali kwenye hatua nusu finali kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na ndio maana Ahmed Ally alikuwa analia. Sasa kitu ambacho kimeumiza mashabiki wengi wa Simba ni kwa nini Alikamwe alienda kumuigizia kulia, ikiwa Ahmed alilia kwa sababu ya mchezo mkubwa wa kimataifa na Alikamwe yeye alikuwa achezi mchezo wa kimataifa. Ndiyo Simba na Yanga ni watani wa jadi, lakini ukweli ni kwamba kuna namna Alikamwe alimkosea Ahmed Ally. Kumuigizia kama vile sio kitu kizuri, sio kitu ambacho kinaleta picha nzuri, kwa sababu huu ni mpira wa miguu. Sometimes emotions zipo, na emotions zinatokea kutokana na namna ambavyo kila mtu anaheshimu timu yake au anaipenda timu yake, lakini pia tunatofautiana, na ndio maana sometimes kuna wakati shabiki anaweza akalia kwa sababu ya matokeo mabaya ya timu yake. Ni vitu ambavyo vinatokea. So kwa Alikamwe kumuigizia Ahmed Ally kwangu haikuwa sawa. Ali alipaswa kumheshimu Ahmed Ally kwa kuto kumuigizia chochote, kwa sababu mimi naamini kwamba Ali pia ni mtu ambaye anajua vizuri mpira, anajua namna ambavyo mpira unauma, anajua jinsi ambavyo watu wengi wanateseka kwa sababu ya mpira, anajua. Kwa emotional kama zile sometimes zinatokea tu, na ni vitu ambavyo vinatokea. Kwa mfano unaweza ukawa hata na demu wako labda mmegombana, ukajikuta tu umelia kwa sababu ya emotional ya kile kitu ni hukutegemea. Kwa hiyo hata Ahmed Ally alilia kwa sababu hakutegemea kwamba watafika kwenye ile situation ya kwanza kuchezeana penalty. Lakini ukiangalia walipofika kwenye hatua, Ahmed Ally alilia kweli kwa uchungu, na alikuwa anawaza pale mambo mawili, kwamba kuna uwezekano wa Simba kufuzu au Simba kutokufuzu kwenda hatua inayofuata. Manake kama Simba wasingefuzu kwenda hatua nusu finali, ina maana sio yeye tu ambaye angelia, hata kuna viongozi wengine pengine wa Simba wakubwa nao pia wangelia vile vile, au sio? Na kuna mashabiki pia wengi wa mpira ambao pia nao wangelia vile vile kama ambavyo Ahmed Ally alikuwa analia. Na of course mashabiki wa mpira sio tu kwenye ule mchezo dhidi ya Simba dhidi ya Al Masry kwamba wangelia, lakini wapo mashabiki ambao hata wakicheza na timu za kawaida wakifungwa unaona wanalia. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo sometimes unatakiwa kuviigilizia, lakini kuna vitu vingine ambavyo hutakiwi kuviigilizia. Kwangu Alikamwe hakupaswa kumuigizia au kumuigilizia Ahmed Ally kulia, kwa sababu Ahmed Ally hakupenda kulia, ilitokea tu kutokana na emotional ya namna ambavyo ilivyokuwa. Na ukiangalia Alikamwe ni mtu ambaye pia naye amewahi kulia, na tena Ally amewahi kulia mara nyingi mpaka alizimia. Kama unakumbuka kwenye mechi kati ya Yanga nadhani ilikuwa ni Yanga na Simba, mechi ambayo walishinda mabao 5 kama unakumbuka, kutokana na ile emotion ya mchezo Alikamwe alilia mpaka alidondoka chini, alizimia kama mnakumbuka, mpaka baadaye alienda kupelekwa hospitalini kama mnakumbuka. Ni vitu kama hivyo kwamba vinatokea, ni emotion tu ya mtu, huwa sometimes inatokea kutokana na vile ambavyo anauelewa mchezo. Na ukiangalia kwenye hii video ambayo nimekuletea hapa, ambayo nasema Alikamwe amekosea, Alikamwe unajua hapa ilikuwa ni baada ya mchezo dhidi ya Azam FC, ndo alienda kulia pale. Aliigiza kama analia na vitu kama hivyo, kitu ambacho hakikuwa sawa. Eti na yeye alikuwa analia kwa sababu eti Yanga wameifunga Azam FC. Sasa Yanga kuifunga Azam FC ni jambo la kawaida. Hii sio mara ya kwanza. Kabla yeye hajawa afisa habari wa Yanga, Azam FC kafungwa mara nyingi sana na Yanga. Lakini pia kabla pia hata wakati akiwa ni afisa habari wa Yanga, bado Yanga wameifunga mara nyingi Azam FC. Kama unakumbuka msimu mwaka juzi ambao Mayele anasema Azam FC wanakamia sana mechi za dhidi ya Yanga, Alikamwe alikuwa ni afisa habari wa Young Africans. Kwa hiyo sometimes hivi vitu kwa hiyo amefanya kitu ambacho hakiendani na title yake. Yeye ni afisa habari, sometimes anapaswa kuelewa hisia za watu wengine, hapaswi kudharau hisia za watu wengine. Alichokifanya kwa kumuigizia Ahmed Ally kulia ni kudharau
au ni kuona kwamba Ahmed Ally ameonyesha unyonge fulani, yani ni kudharau kile ambacho kilitokea. Lakini ukweli ni kwamba emotional zinatokea wakati wowote, lakini pia mtu yoyote tu anaweza akajikuta kwenye attitude ambayo sio ikapelekea yeye kwenda kulia. Kwa kwangu sikupendezwa na kile ambacho Ally Kamwe aliweza kukifanya. Unajua katika maisha ya kawaida, ukiwa hata wewe tu hapo ambaye unanisikiliza, ikitokea umefanya kitu halafu umefanya kitu kwa bahati mbaya, au kitu chochote kimetokea kwa bahati mbaya, of course hakimzuru mtu yoyote, lakini kimekutokea, halafu ukakuta labda watu wako wa karibu wakaanza kukucheka kwa kile kitu, automatically unaumia. Sasa inawezekana Ahmed Ally naye ameumia na kile ambacho Ally Kamwe alikifanya, lakini hawezi tu kusema, au labda pengine naye atafuta namna ya kwenda kumuigilizia Ally Kamwe, pengine naye anatafuta namna, lakini kwangu hakikuwa kitu kizuri kwa sababu Ahmed Ally hakupenda kulia vile. Na tunashuhudia mara nyingi wapo mashabiki wa mpira ambao wanakufaga kabisa kwa sababu ya mambo kama haya, pressure na vitu kama hivyo. So wakati mwingine ukisikia mtu analia kwenye mpira au inatokea kitu chochote ambacho kinamfanya anakuwa kwenye attitude ya tofauti na ile ambayo umemwona mwanzoni, unapaswa tu kuheshimu kile ambacho kimetokea na kama ni kumsupport kwa sababu hii ni vitu ambavyo vinaweza kumtokea mtu yoyote. Alimradi wote tuko kwenye mpira na tunashabikia mpira, tunapaswa kuheshimu hisia za kila mtu. Yani sio lazima wakati mwingine umkosee mwenzako kihisia kutokana na kile ambacho amekifanya. Mimi naamini kwamba Ally Kamwe alikosea, pamoja na kwamba yeye alikuwa anaigiza kulia kwenye mchezo ambao alipata matokeo dhidi ya Azam, lakini Azam FC amekuwa kibonde wa Young Africans miaka mingi na amekuwa akipata matokeo mazuri mbele ya Yanga kwa miaka mingi, mbele ya Azam FC kwa miaka mingi. So sidhani kama ile alikuwa anapaswa kufanya kitu kama hicho. Lakini pia kingine, Ahmed kalia kwenye mechi za kimataifa, wala sio kwenye mechi za ligi. Yani ingekuwa ni kwenye mechi za ligi tu, hata mimi ningemshangaa Ahmed Ally kwamba kwa nini amelia. Lakini Ahmed Ally kulia kwenye mechi za kimataifa, wala ni kitu, yani hicho ni kitu ambacho ni cha kawaida, kwa sababu hizi mechi za kimataifa zinatokea kwa msimu mara moja, lakini pia kuna wakati mnafika kwenye hatua ambayo sio kila mtu amefika. Kwa mfano ukiangalia kwenye haya mashindano, zilianza timu nyingi kwenye mashindano, lakini mpaka sasa hivi timu ambazo zipo kwenye klabu bingwa ni chache, ni timu 4 tu. Lakini pia ukiangalia timu ambazo zimebakia kwenye kombe la shirikisho ni timu chache, ni timu 4 tu. Kwa hiyo sio kila timu ina uwezo wa kufika kwenye hiyo hatua, na ndio maana sometimes viongozi hizo timu wanalia, na sometimes sio tu viongozi, lakini hata wachezaji na wote wanalia wakishatolewa. Kwa hiyo sometimes inabidi tuangalie namna gani ambavyo tunaweza tukarespondi kwa njia nzuri pale ambapo mwenzetu anakutana na changamoto. Kwa hiyo kwa Ally Kamwe alikosea kuigiza kile ambacho Ahmed Ally alikifanya, kwa sababu Ahmed Ally hakufanya kivile kwa kupenda, alifanya kwa sababu ya namna ambavyo yeye alikuwa anapokea yale matokeo. Kwa kwenda kucheza kwenye mikwaju ya penalty na mpate matokeo ya ushindi, sio kitu ambacho kila timu inaweza kaka. Na ndio maana unaona Yanga wametolewa kwenye mashindano kwa sababu ya makosa ambayo waliyafanya, lakini Simba walijitahidi kuhakikisha kwamba wanacheza vizuri mpaka wanafika hatua ya nusu finali. Na ndio maana unaona mtu kama Ahmed alikuwa analia kwa sababu ya uchungu, pengine hakuwa anatarajia kwamba wana uwezo wa kufika kwenye hatua hii ambayo wamefika. So to me, naamini kwamba kuna namna Ally Kamwe alikosea kwenye hili swala. Alipaswa kuheshimu kile ambacho Ahmed alikifanya. Haikuwa na ulazima wa kumuigilizia kwa sababu hakufanya vile kwa kupenda, ilikuwa ni kwa sababu ya emotion ambayo alikuwa nayo kutokana na namna ambavyo mchezo ulivyokuwa. Mechi ilikuwa ya kasi sana. So ni hayo tu ambayo nimekuambia kwa